Karibuni wapendwa, ni furaha yangu kuwakaribisha katika channel yetu hii ya Uishi na Matengenezo. Sisi ni ndugu zenu wainjilisti tunaotangaza injili ya uamsho na matengenezo. Huwa tunazungumzia vipengele mbalimbali na mada mbalimbali za kiroho na za kiroho. Kwa hiyo siku ya leo tungependa tuzungumzie juu ya ibada inayompendeza Mungu. Tuna mengi ya kuzungumzia na kuhusiana jambo hili, na kabla ya hatujaendelea niruhusu tujikabidhi mikononi mwa Mungu kwa maombi. Nalitukuzwe jina lako mtakatifu, Baba yetu uliye mwingi wa rehema. Asante sana kwa muda huu ambao umetujalia tujifunze neno lako. Tunaomba Roho wako Mtakatifu aniongoze mimi nenaye, akaongoze pia ndugu wote wanaosikiliza maneno haya. Utuandae kwa ajili ya falme wako, ndio maombi yetu kupitia jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Asante na karibu tena. Mimi ni mwinjilisti Kayoja Robert. Kama nilivyokwisha kuambia, tungependa tuzungumzie juu ya ibada inayompendeza Mungu. Jambo la kumtolea Mungu ibada ni jambo muhimu. Na somo letu litakuwa limejengwa juu ya kitabu cha Waebrania sura ya 12 fungu la 28. Habari za kumtolea Mungu ibada, Mungu ametoa maelekezo. Ibada tunayomtolea yapaswa itendeke vipi ndipo ipate kibali kwake. Kabla ya kueleza mengi, niruhusu nisome katika kitabu hiki cha Waebrania sura ya 12 na fungu la 28. Maandiko yanasema hivi: basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na muwe na neema ambayo kwa hiyo tumutolee Mungu ibada ya kumpendeza. Tumutolee Mungu ibada inayompendeza. Kwa nini tunataka tuzungumzie jambo hili na kuliangazia? Si kila ibada huwa inampendeza Mungu. Yiko mifano mingi katika Biblia ya watu ambao wamemtolea Mungu ibada kwa nia nzuri tu, lakini Mungu asipendezwe na hiyo ibada waliyomtolea. Kinachofanya ibada imupendeze Mungu ni pale ibada inapotendeka kwa kadiri ya maelekezo Mungu aliyoyatoa kwa kila kipengele cha ibada. Vinginevyo ibada yaweza isimpendeze Mungu. Ndiyo maana maandiko yanasema kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, basi na tuwe na neema ambayo kwayo tumtolee Mungu ibada inayompendeza. Kuna mifano kama miwili ninayotaka tuangazie, ndipo jambo hili tupate kulielewa kwa mapana na marefu. Katika kitabu cha pili cha Samueli sura ya 6 kuna kisa cha jamaa mmoja anaitwa Uza. Wasomaji wa Biblia habari zake wanazielewa vizuri, ambaye amepigwa na mkono wa Mungu akafa. Lakini unapoangalia kosa lililosababisha kifo chake Uza, unashangaa. Napenda nielezee haya kwa machache kabla ya kusoma. Ilitokea wakati Daudi amekusudia kuhamisha sanduku ya Bwana, kuitoa mahali ilikokuwa na kuipeleka kwenye mji wa Daudi kule Yerusalemu. Nia ilikuwa nzuri, lakini jambo likatendeka kwa njia mbaya. Ilikuwaje? Maandiko yanasema ya kwamba wakati huo walipokuwa wanasafirisha sanduku hilo, waliliweka kwenye gari jipya, wakasafirisha naye Uza ambaye alikuwa ni Mlawi, akawa ndiye ameongoza gari. Kufika mbele, ng'ombe waliokuwa wamebeba lile gari, wanavuta lile gari, wakatingizika na sanduku likatingizika. Uza akawekea mkono
ashikilie lisije likaanguka. Mungu akampiga papo hapo akafa. Habari hizo utazisoma kwa wakati wako, kitabu cha pili cha Samueli sura ya 6 kuanzia fungu la 1 mpaka la 9. Jambo hilo lilimuudhi Daudi, likamfadhaisha, likamuogofya. Akajiuliza, hivi imekuwaje? Mpaka naye alishindwa kujua nini ilikuwa nia ya Mungu katika jambo hili. Hatimaye aliogopa kulipeleka sanduku nyumbani kwake. Akalikabidhi mtu mmoja, hata hakuwa Muisraeli, alikuwa ni mataifa Muhiti aliyekaa miongoni mwa Waisraeli. Akaliweka hapo, akangojea kuona nini litakalotokea baadaye. Lakini maandiko yanasema baada ya miezi kadhaa, pale alikoweka sanduku, Mungu akambariki jamaa yule, akambariki. Ndipo Daudi akarejesha akili kujiuliza, hivi ilikuwaje? Ilitokeaje? Kosa gani tulilolifanya hata ibada tuliyomtolea Mungu isimpendeze? Hata tukio tulilolifanya, jambo tulilolifanya kwa nia nzuri likataliwe kiasi kwamba aliyekuwa amesimamia gari lililosafirisha sanduka ameuawa. Mnajua Daudi alikuja kuona kwamba kosa lilikuwa ni nini? Makosa yaliyokuwa yametendeka ni kukiuka utaratibu wa usafirishaji wa sanduku. Kwa kadri ya maandiko matakatifu katika kitabu cha Hesabu, Mungu alikuwa ameagiza ya kwamba sanduku linaposafirishwa libebwe mabegani pa watu. Wao wakafanya makosa madogo tu katika macho ya kibinadamu. Kwa mtazamo wa kibinadamu ilikuwa ni kosa dogo tu. Wao wakasafirishia gari. Jambo hilo lilimkasirisha Mungu, hatimaye akafa Uza. Nini tunapaswa kujifunza katika jambo hili? Mbona walikuwa na nia nzuri tu? Mbona jambo walilolitenda nia haikuwa kumkosea Mungu? Lakini kwa nini mpaka ikawa dhambi kwao hata Uza kauawa? Hili linatufundisha ya kwamba watu wanaweza wakamtolea Mungu ibada kwa nia nzuri tu, lakini pale ibada hiyo isipozingatia taratibu zote na mwelekeo Mungu aliyoutoa, basi Mungu hatapendezwa nayo. Mfano wa pili umeandikwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Ni kisa chake Kaini na Habili ambacho kimeandikwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4. Mungu alipowaagiza wamtolee ibada, hakuna hata mmoja aliyekataa. Hata Kaini aliamini na kusadiki ya kwamba Mungu anastahili heshima, anastahili kuabudiwa. Kujenga madhabahu, wote wawili wakajenga. Kwenda kutafuta sadaka, wote wawili wakaenda. Kosa likatokea. Kaini akatoa sadaka. Kaini akamtolea Mungu ibada kwa namna ilivyo rahisi kwake, badala ya kuzingatia namna ilivyoamuliwa. Hakutenda kile alichoagizwa akifanye, yeye akatenda kilicho rahisi machoni pake. Na hilo ndilo kosa linaloendelea miongoni mwa watu wanaomtolea Mungu ibada. Wengi wa watu wanatoa ibada wakiwa na nia nzuri tu. Lakini maandiko anatuthibitishia kwamba kuwa na nia nzuri lakini bila kusimama kwenye taratibu nzuri, Mungu hawezi kuridhia na wala Mungu hawezi kufurahia. Ndiyo maana maandiko yanatuagiza tunapomtolea Mungu ibada, tumtolee ibada inayompendeza yeye, sio inayotupendeza sisi au iliyo rahisi kwetu. Sasa napenda tuzungumzie jambo hili na tulielewe vizuri. Katika kitabu cha Marko sura ya 7 na fungu la 7, maandiko yanasema ya kwamba pale ibada isipozingatia taratibu Mungu alizoziweka,
basi ibada hiyo huhesabika kuwa bure machoni pa Mungu. Ndiyo maana katika injili hii ya matengenezo huwa tunaelekeza watu kwa kila kipengele cha ibada Mungu alivyoagiza jambo hilo litendeke. Kitabu cha Marko sura ya 7 na fungu la 7, sikiliza maandiko yanavyosema: nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa mujibu wa fungu hili, kinachofanya ibada ihesabike kuwa ni bure sio kwamba watu wameabudu na kisha kunywa pombe. Hapana. Sio kwamba wameabudu na kisha kuzini, bali hawa ibada yao ilihesabiwa kuwa bure kisa tu maana wanafundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Hata kama mtu angekuwa na mwenendo mzuri, hata kama tabia yake isingekuwa na lawama, lakini wakati wowote ibada anayomtolea Mungu isipozingatia maelekezo ya maandiko kwa kila kipengele kitendeke kama Mungu alivyoagiza kitendeke, mwishowe hiyo ibada itahitabika kuwa bure. Hilo ndilo lilimtokea Kaini. Kaini hakukaidi shingo na kwamba mimi Mungu sitambui ukuu wake wala sitambui kwamba anastahili kuabudiwa. Hapana, hilo hajawahi kulifanya. Na yeye alisadiki ya kwamba Mungu anastahili kuabudiwa. Mungu naye anastahili heshima. Ndiyo maana madhabahu akajenga, sadaka akaenda kutafuta, lakini kosa akatenda kinyume cha alichoagizwa kufanyika. Yeye akatenda alichofikiria kwamba Mungu atapendezwa nacho, ijapokuwa ilikuwa ni kinyume na kile Mungu alichoagiza. Hilo ndilo lifanya ibada yake isabike kuwa bure. Kosa hilo bado linaendelea mpaka leo. Katika kitabu cha Yohana sura ya 5 na fungu la 43, Yesu mwenyewe alitabiri kwamba kosa la Kaini la kumtolea Mungu ibada isiyompendeza lingetokea hata katika siku zetu hizi za mwisho. Na ndiyo maana injili hii ya matengenezo ina nia ya kuwaelekeza watu wa Mungu, wale wanaomtolea Mungu ibada, ya kwamba ili ibada yetu kubalike kwake, ibada yetu ipate kibali machoni pa Mungu, impendeze, lazima Mungu ameagiza kwa kila kipengele ili litendeke hivi. Tusome kitabu cha Yohana sura ya 5 na fungu la 43. Tusikilize kwa makini wapendwa mambo haya. Sura ya 5 fungu la 43, maandiko yanasema hivi: mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu wala hamunipokei. Mwingine akija kwa jina lake mwenyewe mtampokea huyo. Hebu fikiria jambo hilo. Yesu akatabira akasema, mimi nimekuja kwa jina la Baba yangu wala hamunipokei. Lakini mwingine akija kwa jina lake mwenyewe mtampokea huyo. Ili namaanisha nini wapendwa? Nataka kuwaeleza ya kwamba jambo hili linamaanisha ya kwamba watu wangepuuzia maagizo na maelekezo na kanuni alizowapatia Mungu, lakini wasiache kuabudu Mungu. Waendelee kumwabudu Mungu, lakini huku shughuli zao zote za ibada zikiwa zimejengwa juu ya maagizo walioweka wenyewe, juu ya maagizo wanayoyafikiria kuwa mema wao wenyewe, bila kuzingatia ya kwamba kwa hili Mungu ameagiza litendeke vipi. Hilo ndilo kosa ambalo lingeendelea katika wale wanaomwabudu Mungu siku ya leo. Ndiyo maana injili ya matengenezo, tunapojifunza ibada inayompendeza Mungu, lengo huwa ni kutoa maelekezo ili ibada impendeze Mungu, yapi yazingatiwe. Sasa wewe fikiria, kama Mungu amemkasirikia yule Uza kiasi cha kumuua kwa kosa tu la kusafirisha sanduku kinyume na Mungu alivyoagiza isafirishwe, so unaona ya kwamba itakuwa ni hatia kubwa. Kama ni ibada, kama ni maombi, utaomba tu, lakini usipozingatia kadiri Mungu alivyoagiza,
basi ibada haitampendeza Mungu. Na hilo Yesu alilozungumza kwamba mimi nimekuja kwa jina langu wala hamunipokei, na mwingine akija kwa jina lake mwenyewe yeye mtampokea. Hatari hiyo kwa sasa ipo, na ndiyo tunataka kuangazia. Vipengele vingi vya imani, misingi mingi ya imani watu wanaizingatia, lakini wanaifanya kinyume na Mungu alivyoagiza itendeke. Wanafanya kinyume na Mungu alivyoagiza itendeke. Hapa napenda nisome, nitoe mifano mbalimbali. Tunapotoa mifano mbalimbali ya misingi ya ibada ambayo inafanyika kinyume na Mungu alivyoagiza, watu watoe ibada lakini isiyompendeza Mungu. Mfano mojawapo ni mfano wa maombi. Watu wote wanaomba, lakini maombi Mungu ameagiza yafanyike vipi? Hebu tusome. Jambo la kwanza, msingi huo wa imani wa maombi umeharibika kwa njia zifuatazo. Ni kama kwa njia tatu. Nitakuja kuzungumzia njia ya kwanza ambayo kwayo msingi huu wa maombi umeharibika. Ni proper attitude in prayer, yani na mwenendo unaofaa tunapomtolea Mungu maombi. Jambo la pili katika uharibifu wa msingi huo ni malipo ya maombi. Jambo la tatu ni maombi yanayofanyika kwa njia ya kelele. Nataka nifafanue mambo hayo matatu moja baada ya jingine. Naomba asiwepo mtu wa kukwazwa na jambo hili, maana Biblia inasema mwenye haki anipige itakuwa fadhili kwangu. Wakati mwingine tunapo matengenezo yani mambo yanapokuwa yakitengenezwa yaelekee, yatengamaa, yasimame kama Mungu alivyokusudia, wakati mwingine yanapita kinyume na namna watu walivyozoea. Na kawaida yetu sisi binadamu, jambo linapoelezwa kinyume na ulivyozoea, wakati mwingine linakukwaza na istahili kukwazika, bali kinachostahili ni kukubali matengenezo. Hebu sasa tuzungumzie juu ya hili. Attitude au mwenendo unaofaa watu wanapokuwa wanamtolea Mungu ibada ni kupiga magoti. Jambo hili Mungu ameliagiza hata kwa kiapo. Katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 45, kitabu cha Nabii Isaya sura ya 45, Mungu ameagiza kwamba tunapomtolea Mungu maombi yapaswa tumpigie magoti. Na mtu anapoomba lakini kwa kukiuka agizo hilo, huwa amemuomba Mungu kweli. Wakati mwingine amemuomba kwa nia nzuri, lakini kule kupuuzia agizo lili huwa kuna yaathiri maombi yake. Hebu tusome. Kwa nafsi yangu nimeapa, asema Bwana, neno hili limetoka kinywani mwangu katika haki, wala halitarudi, ya kwamba mbele zangu kila goti litapigwa na kila ulimi utaapa. Mungu ameagiza ya kwamba, ameagiza kwa kiapo kwamba tunapomwendea Mungu kumtolea dua zetu, kumtolea haja zetu, kweli Mungu anafurahia kutusikiliza, lakini anasema ameagiza kwa kiapo kwamba kila goti lipigwe, kila goti lipigwe. Kwa hiyo tunapopuzia hali hii, tunaenda hali tumesimama, tunaomba katika hali nyingine, sio kwamba tumemwabudu shetani, lakini tumemwabudu Mungu kinyume na alivyoagiza aabudiwe. Tumemtolea Mungu ibada isiyompendeza.
Maana sawasawa na mfano wa Kaini tuliyemtolea mfano, sawasawa na Uza ambaye amesafirisha sanduku kwa nia njema, lakini kwa namna tofauti na ilivyoagizwa ikawa hatia kwake, ndivyo hivyo katika kila msingi wa imani lazima utendeke kama Mungu alivyoagiza. Jambo hili la kupiga magoti tunapomtolea Mungu dua zetu katika maombi, sio hapo tu. Ukisoma pia kitabu cha Wafilipi sura ya 2 fungu la 8 mpaka fungu la 10 utailesoma mengi. Baada ya Yesu kukamilisha wokovu wetu kwa kutufia msalabani, Mungu amempatia heshima inayotaka kila anayeabudu kwa jina lake kupiga magoti. Na sisi tunapoabudu na kuomba katika jina la Yesu pasipo kupiga magoti, huwa tumemvunjia Mungu heshima impasayo. Ndio maana matengenezo yako hapa kwa ajili ya kutuelekeza ili tumtolee Mungu ibada inayompendeza. Nataka kuthibitisha kwa kusoma kitabu cha Wafilipi sura ya 2 fungu la 8, tutasoma mpaka fungu la 10. Sikiliza maandiko yasemavyo: tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Huyu ni Yesu anaizungumziwa hapa. Kwa hiyo zingatia, kwa hiyo Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitayo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Ina maana kwa hata malaika wenyewe wanapokuwa wanampelekea Yesu ripoti hupiga magoti. Maana baada ya kukamilisha kifo cha kukamilisha wokovu wetu kwa kutufia msalabani, maandiko yanasema Mungu alimwadhimisha mno, akamjalia jina lipitalo kila jina, ili mbele ya Yesu Kristo kila goti lipigwe, la vitu vilivyoko mbinguni au ni malaika, la vitu vilivyoko duniani au ni binadamu sisi, na hata mashetani. Ukitaka kuamini jambo hili kwa wakati wako, soma kitabu cha Marko sura ya 5 fungu la 1 mpaka la 6. Wale wenda wazimu wawili Yesu aliyowakuta kando kando ya bahari, wale waliokuwa wanaishi makaburini wakiwafunga kwa minyororo wanakatakata, walipomuona Yesu Kristo, maandiko yanasema walikuwa wamejawa na legioni ya mashetani. Legioni ya mashetani ni kundi kama kundi la wanajeshi kati ya 5,000 na 4,000, au wote walikuwa ni mashetani wamejaa ndani ya huyo mtu. Lakini alipomwona Yesu, wale mashetani wakajua ya kwamba sasa tunaangamia. Maandiko yanasema wakakimbia, wakamsujudia, wakasema, Yesu mwana wa Mungu, unataka kutuangamiza na muda wetu bado? So tuache tuingie kwenye wale nguruwe? Ombi hilo la Yesu kuwaruhusu waingie kwenye nguruwe wawatoke wale watu, walipiga magoti. Ni makosa kumtolea Mungu ibada bila kuzingatia agizo hilo. Ndio maana mnaposikia matengenezo huwa yanashughulikia mambo kama hayo. Lakini sio msingi huo tu ambao umevunjwa na hivyo matengenezo kuhitajika. Kuna na misingi mingine. Napenda nizungumzie, labda kabla sijazungumzia mengine, mtu anaweza akaniuliza, je, kwani kwenye Biblia wote waliomwabudu Mungu walikuwa wamepiga magoti? Ndiyo. Ila wapo watu wa matabaka matatu waliomtolea Mungu ibada wakaomba bila kupiga magoti, na ni wapagani, wanafiki na wagonjwa.
Nataka kufafanua mambo haya vizuri tu. Wapagani waliomtolea Mungu ibada bila kupiga magoti ni mtoza ushuru, ambaye habari zake zimeandikwa katika kitabu cha Luka sura ya 18 fungu la 13, ya kwamba alienda pamoja na Farisayo, akasimama mbali kule, akajipiga kifua, akasema, Mungu nisamehe kwa kuwa mimi ni mwenye dhambi. Kweli maombi yake yalieleweka, maombi yake yalisikika, naye akakubalika. Lakini zingatia kwamba yeye alikuwa ni mpagani, hakujua kanuni za ibada. Sio kwamba alikuwa amepuzia kimakusudi kanuni aliyoijua. Hapana, haikuwa hivyo. Haikuwa hivyo. Sio kwamba alikuwa amepuzia kimakusudi. Yeye alikuwa ni mpagani, hakujua misingi ya ibada, hakujua kanuni za maombi Mungu alizoziweka. Kweli alikubalika kwa sababu ya uvunjifu wa moyo wake, lakini haina maana ya kwamba na sisi tunapaswa kufuata mfano huo. Jambo la pili, nimesema ya kwamba na wanafiki walikuwa ni Mafarisayo, nawe Yesu aliwahukumu kwa kosa hilo. Habari hizo zimeandikwa katika kitabu cha Mathayo sura ya 6. Kitabu cha Mathayo sura ya 6, hawa Mafarisayo Yesu aliwaambia maneno haya ambayo yameandikwa hivi. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 fungu la 5, Yesu alisema, ole wenu Mafarisayo wanafiki, maana mnaabudu hali mmesimama katika masinagogi yenu ili mpate kuonekana kwa watu. Mafarisayo kwa sababu ya kiburi walikuwa wamejenga dhana, walikuwa na kiburi, wasinyenyekeye mbele za Mungu kama alivyoagiza Mungu. Jambo la pili, walikuwa wanataka uonekane kwa watu, alafu wakawa na abudu wanasimama. Wao walihukumiwa, maana walijua agizo, kanuni ambazo Mungu alizoziweka kuhusiana na kipengele hiki. Walikuwa wanavunja kimakusudi. Wagonjwa nilioeleza ambao pia wamemwabudu Mungu bila kupiga magoti ni Hezekia, ambaye habari yake imeandikwa katika kitabu cha Isaya sura ya 38 fungu la 2. Mfalme Hezekia alikuwa mgonjwa mahututi asiyeweza kujigeuza, kiasi kwamba mpaka nabii alikuwa amemwasilishia ujumbe ya kwamba, amua na agiza habari za nyumba yako, maana hautapona. Kitandani alipokuwa amelala, akageuka uvunguni, akamulilia Mungu, akasikika. Hilo halina maana ya kwamba tunaruhusiwa kumwabudu Mungu hali tumesimama, huku Mungu yeye ameagiza tena kwa kiapo kwamba anapaswa kupigiwa magoti. Nataka jambo hili lieleweke vizuri. Hezekia huyo alipokwisha kupona, hakuendelea kuabudu hali amelala, bali alipiga magoti alipokuwa anamuomba Mungu baada ya kupona kwake. Habari hizo zimeandikwa katika kitabu cha Nyakati ya Pili sura ya 29 na fungu la 29. Naomba usome hilo na kuhakiki kwa muda wako. Kwa hiyo ibada isiyompigia Mungu magoti huwa ni kumvunjia Mungu heshima. Yapo mafungu mengi ya Biblia yasiyo na idadi yanayothibitisha jambo hilo kwamba inapaswa kuwa hivyo. Kulikiuka itakuwa ni makosa, wapendwa. Ndio maana Mungu anataka tumtolee ibada inayompendeza yeye.
Mfano wa pili wa misingi ya ibada ambayo imekiukwa, hebu nizungumzie kidogo na msingi wa zaka. Ni kweli Mungu ameagiza ya kwamba wanaomwabudu wao wanamtolea Mungu zaka na sadaka, lakini Mungu hakuagiza hivyo hivyo tu, bali pia alitoa na mwongozo. Zaka zitolewe kwa nia gani? Zaka zitolewe kwa makusudi gani? Na zitumiwe vipi? Napenda niwaambie ya kwamba zaka imekuwa ni mali ya Mungu tangu mwanzo, lakini matumizi ya zaka yamekuwa yakitofautiana kulingana na zama mbalimbali ambazo historia ya kanisa imepitia. Kwa mfano, enzi za Ibrahimu alitoa zaka, enzi za Yakobo alitoa zaka, lakini hawakuwapa Walawi, hawakupatia kiongozi wa dini. Zaka ilikuwa ni mali ya Mungu. Kumrudishia Mungu ilikuwa ni kuwapatia maskini, ilikuwa ni kuwapatia wahitaji. Abraham alilipa zaka kwa Melkisedeki. Melkisedeki alimwakilisha Kristo. Biblia inazungumza habari zake katika kitabu cha Waebrania sura ya 7 fungu la 1 na kuendelea, kwamba hana baba wala mwanzo wa siku za maisha yake, bali alikuwa anawakilisha Yesu Kristo. Nukisoma kitabu cha Zaburi ya 101, ndio maana Yesu anasema kwamba yeye ndiye kuhani wa Melkisedeki. Kwa hiyo Ibrahim alimpatia zaka Yesu Kristo. Yesu anapewa namna gani? Yesu anasema hivi, kwa kadiri mlivyowapatia hawa ndugu zangu walio wahitaji, walio nyuma ya wengine, mlinipatia mimi. Mambo yaliendelea hivyo kufika enzi za Walawi. Sasa Mungu akaagiza zaka iwe malipo ya Walawi, na kipindi hicho cha Walawi zaka ilikuwa ni malipo ya Walawi. Lakini napenda kuambia kwamba leo sio hivyo, maana hatumo tena katika zama za Walawi. Enzi za Walawi zilipita na ukuhani wa Kilawi. Yesu akarejesha ukuhani wa Melkisedeki kulingana na Waebrania sura ya 7. Ndiyo maana itakuwa ni makosa kwa sasa viongozi wa dini kudai ya kwamba wao ni Walawi na hivyo kudai haki ya kula zaka na kulipwa zaka. Itakuwa ni kuitumia ndivyo isivyo, jambo ambalo itakuwa ni hatia kama ile ya Uza ya kusafirisha kinyume na Mungu alivyoagiza. Nataka nielezee. Tutasoma kitabu cha Hesabu sura ya 18 na fungu la 21 mpaka 23. Walawi walipopewa zaka kuwa malipo yao, kulikuwa na sababu ambayo sisi haituhusu kwa sasa. Sikilizeni kwa makini. Kitabu cha Hesabu sura ya 18 tutasoma kuanzia fungu la 21, lakini nitapenda mzingatie fungu la 23. Sikiliza. Na wana wa Lawi nimewapa zaka yote katika Israeli kuwa urithi wao, badala ya huo utumishi wa utumikao, maana ni huo utumishi wa hema ya kukutania. Fungu la 22. Mwanzo wa sasa wana wa Israeli wasikaribie hema ya kukutania, wasije wakachukua dhambi yao wakafa. Lakini Walawi watatumika utumishi wa hema ya kukutania, nao watachukua uovu wao. Napenda msikilize vizuri. Enzi za ukuhani wa Walawi kweli walilipwa, wakapewa zaka kuwa malipo yao, lakini sababu ikaelezewa. Maandiko yanasema ya kwamba wao walichukua uovu wa wana wa Israeli. Unaweza ukajiuliza,
ya kwamba walikuwa wanachukua uovu wa wana wa Israeli. Vipi? Chikiliza, Yesu Kristo mwokozi wetu ndiye ambaye angechukua uovu wa binadamu. Kabla hajaja kuzaliwa, Walawi wakawa kama watumishi walioajiriwa kwenye nyumba ya Mungu kuchukua dhambi za watu. Unajiuliza vipi? Mwenye dhambi alipotoa kafara na kuweka mikono yake miwili juu ya kondoo au mbuzi au ng'ombe na kuungama makosa yake juu ya yule mnyama na kuchinja yule mnyama, kondoo aliyetolewa sadaka kwa ajili ya dhambi, iliagizwa kwamba makuhani wale, Walawi wale, ili wachukue dhambi za watu na hivyo kuwafanyia upatanisho. Yesu alipokuja, habari hizi ambazo nimezungumza utazithibitisha wewe mwenyewe kwa wakati wako katika kitabu cha Walawi sura ya 10 fungu la 16 na fungu la 17. Hata wakati mwingine ilitokea wakafanya makosa, wakateketeza yule mbuzi aliyetolewa sadaka kwa ajili ya dhambi. Musa akawakasirikia Eleazari na Ithamari watoto wa Haruni. Akauliza, kwa nini mbuzi aliyetolewa sadaka kwa dhambi mumeteketeza? Si Mungu amewapatia ninyi makuhani mule ili mchukue dhambi za watu na muwafanyie upatanisho mbele za Mungu? Kwa hiyo zingatia, Walawi walimtumikia Mungu si kama wana bali kama watumishi. Na kwa mujibu wa Yohana sura ya 8, mtumishi hakai katika nyumba siku zote, bali mwana ndiye hukaa katika nyumba siku zote. Kwa hiyo kazi ya Walawi ilikuwa ni ya muda kidogo tu. Yesu alipokuja akafia msalabani, akazichukua dhambi zake, akawa kuhani kwa mfano wa Melkisedeki na wala si kwa mfano wa Haruni. Ufalme ukuhani wa Kilawi ulikoma, na ukuhani wa Kilawi ulipokoma, basi hakuna Walawi tena. Kazi yetu sisi wainjilisti ni tofauti na kazi ya Walawi, tofauti na kazi ya Walawi. Maana kazi ya Walawi ilikuwa ni kubeba dhambi za watu. Sisi watangazaji wa injili ya Yesu Kristo hatubebi dhambi za watu, wala mtu asikudanganye, bali tunakuelekeza wewe kwa Yesu Kristo aliye mwana kondoo wa Mungu aichukua dhambi ya ulimwengu. Wewe unapoungama dhambi zako na kutubu, Yesu ndiye anayekubebea uovu wako, wala sio mimi, wala sio mchungaji mwingine. Ndiyo maana katika ukuhani wa Yesu Kristo hakuna cha kulipwa zaka na sadaka. Tutathibitisha habari hizo kwa kusoma tunapokaribia kumalizia jambo hili. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 8 na sura ya 10 na fungu la 8, Yesu alitoa mwongozo wa jambo hili. Akasema hivi: pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni ukoma, toweni pepo, ubirini injili, mumepata bure, toweni bure. Hiyo ndiyo principle, hiyo ndiyo kanuni ya watendakazi wa injili, tofauti na makuhani wa zamani. Maana sisi hatuchukui dhambi za watu tena kama Walawi walivyokuwa wanafanya. Sisi wainjilisti katika ujumbe wa Yesu Kristo waliitwa kufanya kazi kama wana na wala sio kama watumishi. Habari hizo zimethibitishwa pia katika kitabu cha Waebrania sura ya 13, tutasoma fungu la 10. Maandiko yanasema, tuna madhabahu ambayo wale waihudumiao ile hema
hawana ruhusa kula vitu vyake. Zingatia jambo hili. Katika hema ya awali, madhabahu ya awali, wale Walawi walioihudumia madhabahu ilikuwa ni haki yake kula vitu vyake. Lakini katika kipindi cha Agano Jipya, Injili ya Yesu Kristo, Yesu anasema tuna madhabahu ambayo wale waihudumiao ile hema hawana ruhusa kula vitu vyake. Zaka na sadaka lazima itumiwe kama ilivyokuwa ikitumiwa kabla ukuhani wa Walawi kuanza, kuwasaidia wahitaji, kuwasaidia maskini, kuwalisha wenye njaa, kuwavika walio uchi na kusaidia shughuli zingine za Injili ambayo sio manufaa na faida za mtu binafsi. Napenda nikomee hapo. Yapo mengi ya kuendelea kuzungumzia juu ya mada hii ya namna ya kumtolea Mungu ibada inayompendeza, lakini tukomeshee hapa, tutaendeleza katika somo lifuatalo. Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Amina.